Karibu kwenye Duka Huru Podcast na leo uko na mimi Madam Irene pamoja na Mr. Kombo. Au Mr. Menyu. Mr. Menyu. Yes. Leo tutaongelea mada yetu nzuri kuhusiana na pesa. Tunajua pesa imekuwa ni topic ambayo kila mtu anatamani kuielezea na leo tumetamani sisi kuichambua. Pesa na matawi yake yote tutaimaliza. Mr. Kombo, pesa ni ndefu sana. Hadi hatuwezi kuimaliza. Tutapa itabidi tuwape episodes. Kwa sababu inabidi tuwape episode kwa sababu gani? Watu wote wametoka sasa hivi walikotoka wameenda kutafuta pesa. Hata wenyewe tumeamka tunatafuta pesa. Tunatafuta pesa. Kwa hiyo yani pesa ni ndefu sana. Ni ndefu mno. Na vijana sasa hivi wengi mtu anakuta anakaa nyumbani anawaza napataje pesa? Napataje pesa? Umeumwa, unapataje pesa? Kila mtu yani sasa hivi anawaza huko aliko anawaza atapataje pesa. Kabisa. Anayesoma kwa experience yako wewe Mr. Kombo? Ndio. Mr. Menyu. Yes. Kwenye pesa ni chanzo cha stress au chanzo cha furaha? Ndio. Pesa ni chanzo cha stress. Lakini vile vile ni chanzo cha furaha. Kwa sababu stress yani stress ndio maisha. Yani wewe kama huna stress ni msukumo. Sawa Ukienda mbali ndio ile inayokuwa inaleta tatizo, ndio ile tunasema msongo wa mawazo. Kwa hiyo ili uweze kuwa na hamu ya kutoka kwenda kutafuta hizo pesa, ndio inabidi lazima uwe na huo msukumo ambao ndio hiyo stress. Kwa hiyo kuna stress nzuri, kuna na stress mbaya. Kwa hiyo sasa pesa ili ukazitafute unabidi kuwa na msukumo au stress. Na sasa ule msukumo unaweza ukawa mzuri kwamba uko ndani ya kile kiwango kinachotakiwa, na ukawa mbaya ambao ndio unaweza ukapelekea madhara pale unapokuwa hauko katika umezidi kile kiwango kinachotakiwa, au kuna msukumo mwingine ambao ni uliokuwa sio wa kawaida. Lakini upande wa furaha, kama unavyojua kila mtu ana mahitaji. Kila mtu ana mahitaji. Sasa pale furaha inakuja pale mtu anapopata kile ambacho anakuwa anakihitaji. Kwa hiyo pesa ni sehemu ya furaha, kwa maana mtu anapokuwa anapata pesa sasa anakuwa ametimiza kile alichokuwa anakihitaji, kwa hiyo sasa ndio anakuwa na furaha. Kwa hiyo pesa ni yani ni kama kitu kimoja chenye shilingi yenye pande mbili. Exactly. Upande huu ni stress, upande huu ni furaha. Inategemea sasa imekugeukia upande upi. Sasa kwenye pesa pia kuna wengine wanaongeleaga kwamba ukitaka pesa kuwa na positive energy. Watu wana mahusiano mabaya na pesa. Yani hiyo scenario huwa ipo kwenye concept ipi? Kwamba mtu anavyosema labda ana mahusiano mazuri na pesa au ana mahusiano mabaya na pesa. Yani ndio. Huo uzito tunaubebaje? Ndio. Ni kwamba pesa ina elimu yake. Ambapo katika hiyo elimu yake ndio kama vile unavyosema kwamba yani ana mahusiano mazuri na pesa. Mtu akiwa na hiyo elimu ya pesa ni kwamba yani yeye anaijua pesa, na anapokuwa anaijua pesa taratibu zake, basi yeye ndio pesa inakuwa kimbilia kwake, yeye inahusiana naye vizuri. Na yoyote ule yani hata kama amezipata kwa bahati nasibu, amepata za urithi, kama zikiwa hazina mahusiano naye, basi pesa kwake zinakuwa yani ni mpita njia, na huwa haziweki kikao, yani hazikai pale. Lakini ule ambaye ana mahusiano mazuri zitakaa na zitaendelea kukaa kwake. Na yoyote unayemjua yani alipata pesa na hayuko nazo, ni kwamba yani yeye amekuwa hakuwa na mahusiano mazuri na pesa. Pesa ina akili, inasikia na inaongea. Kwa hiyo inajua kwamba yani hapa mimi nimeheshimiwa, hapa mimi nastahili kukaa, hapa mimi nimejaliwa nastahili kukaa, na hapa sijajaliwa, hapa nidhamu haipo, anatafuta pahala anaenda. Sasa hiyo tunavyoongelea nidhamu, sababu kama unasema pesa ina elimu yake, pesa kuna watu wanaijua. Mimi ninachojua ni kwamba labda nimeshika 5,000. Hiyo ni 5,000 hela ya Tanzania. Natakiwa nijue zaidi kwani? Unatakiwa kuijua zaidi. Niijuaje sasa? Ambapo kuijua zaidi sio ile karatasi ambayo unakuwa unayo. Kile ambacho kipo nyuma yake kilichokuwa kimejificha. Ndicho hicho ambacho mtu anatakiwa akijue.
Na baada ya kukijua hicho, pesa zinakuwa yani huzitafuti, zinakuwa zinakufuata zenyewe. Hii ni mpya. Yes, yaani ukiachana na kwamba ninaijua mimi hapa ni 5,000, hii ni 10,000, kuzitofautisha, kurudisha chenchi, kupokea kilicho cha kwangu, kilicho cha kwako. There is more than that. There is tena kikubwa, pakubwa zaidi sana tu, ambapo nipe labda hint, niibie siri. Kwa sababu kwa mfano hata unapochukulia kwamba ile noti ya shilingi 5,000 ambayo umeitulia mfano hapa, hiyo shilingi 5,000 imekujaje huko kwako? Kuna thamani ambayo wewe umekuwa unayo, au kuna kitu ambacho umefanya ndio hiyo 5,000 ikawa imekuja kwako. Kwa hiyo sasa ile 5,000 iliyokuja kwako, ili uwe na furaha unazihitaji uzipate nyingi. Sasa huko kilichoko huko nyuma yake, ili niweze kuzipata nyingi mimi inabidi nifanyeje? Sasa ndio ile kwamba unahitaji yani kutatua matatizo, au wewe uwe na suluhisho na jambo fulani, ndio ile pesa inakuwa inakuja kwako. Sasa ndani yake kuna elimu nyuma, ambapo hiyo elimu iliyoko huko nyuma ndio hiyo ambayo inahitajika mtu awe nayo, ambayo katika hiyo pesa, elimu ya huko nyuma huyo ndio inabidi yani muone Mr. Menyu ili aweze kukufundisha. Si elimu ya kukufundisha dakika 5. Inaweza kwa mfano mimi nikitaka hilo darasa naweza nikahitaji labda miezi mingapi? Si darasa refu, si darasa refu. Inategemea na wewe. Yani ile pesa unayohitaji. Pesa unayohitaji wewe. Unahitaji kama bilioni 100 hivi. Unahitaji kama milioni 100. Bilioni 100. Sawa Kwa hiyo sasa hilo ndio kutokana na ukubwa wa kile unachokihitaji. Ndio sasa na vile vile inabidi yani na hayo madarasa yake nayo yawe makubwa kwa kiasi hicho. Lakini kama unahitaji shilingi 2-3, sawa unahitaji madarasa marefu, tutakufahamisha njia rahisi tu. Lakini sasa kama unahitaji kingi, ndio unahitaji madarasa marefu, ambapo sasa katika madarasa marefu yanakwenda hatua, ambapo katika hatua ni zile hatua za kwamba sasa nimepata milioni 100, nizizalishe vipi ili ziweze kwenda bilioni 1. Sawa ambapo katika leo tulikizungumza mwanzo, furaha pamoja na stress. Sawa, kuna mwingine akipata hiyo milioni 100 na ndio inamuondoa na uhai wake. Sawa Kwa hiyo je, unaweza ukakaa nazo milioni 100 ndani ya siku 90 bila ya mtu yoyote kujua? Lazima Mr. Kombo nikwambie, bila wewe yani kubadilika chochote. Utajua tu. Watu yani kwamba yani wewe umekaa na shilingi milioni 100, watu wasijue kabisa yani kwamba wewe una pesa. Sasa ndio hiyo elimu ambayo masomo ambayo inabidi yani mtu aweze kuwa nayo. Kwa hiyo nyuma ya hii karatasi au hii sarafu ambayo tunakuwa tunayo, kuna elimu nyuma yake, ambapo hiyo elimu haifundishwi shule. Ndio ni elimu ambayo kila mtu anahitaji kuwa nayo, kwa sababu kila mtu anapata pesa. Hakuna ambaye hatumii pesa. Kuna yule tu ambaye yani yeye ana minzi ya kuweza kulipwa, na kuna yule ambaye anakuwa hajakuwa na minzi ya kulipwa. Lakini yule ambaye tayari ameshakuwa na minzi ya kulipwa, sasa ndio anahitaji yani kuwa na maarifa ya hiyo pesa. Sasa kwenye hizi kwa mfano kuna wengine wanasema money follows money. Yani ili uwe na pesa lazima uwe na background ya pesa. Wewe useme una ukweli kiasi gani? Pesa kabla haijafuata pesa, kuna thamani ambayo inabidi mtu awe nayo, ambayo hiyo thamani ndio inayomfanya inakuja pesa kwake. Sasa na ukishakuwa na pesa, ndio kuna mechanism ya kufanya hizo pesa ziweze kuvuta pesa nyingine. Hicho nacho ni kitu chengine. Sasa watu wanamaanishaga labda kama umetokea kwenye background labda familia ni ya kitajiri na pesa. Wewe pia kuwa na pesa kitakuwa kitu cha kawaida, sio pesa zimekuzoea. Si kweli. Si kweli. Ni wangapi ambao wameachwa na urithi wa pesa nyingi na sasa hivi wamekuwa hawana pesa kabisa? Sawa Wako wengi tu ambao wameachwa na urithi wa pesa nyingi, lakini ni tofauti yani kama vile ilivyo, huwezi yani wewe kuingia peponi kwa sababu mzazi wako alikuwa mcha Mungu. The same ni hivyo yani na pesa. Kwa ajili yani kwamba babangu mimi shehe, kwa hiyo na mimi yani kwamba nitaweza kuingia peponi, nitaingia peponi kwa matendo yangu. Lakini vile vile na upande wa pesa nako kuna vitu vingi ndani yake. Kuna haiba za watu kipesa. Kwa hiyo haiba za watu kipesa kama personalities zile nyingine, choleric, melancholic, sanguine na vitu kama hivyo.
Kwa hiyo na kwenye pesa nako kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo katika vitu kama hivyo, zile haiba za watu kipesa, kuna spenders, sawa kuna wale watu wanapenda kuwa na madeni, yani hata kama hana sababu ya kukopa anakwenda kukopa. Kuna wale ambao ni investor, kuna wale ambao ni savers, wanaweka akiba, wanatunza. Sasa hizi zinakuwa zinachangia kwa njia moja au nyingine. Yule ambaye anakuwa amezipata zile pesa, kwa kuzipata zile pesa amefanya udalali akapata. Kuna udalali mwingine unapata dili unapata pesa nyingi tu. Kama udalali labda unakuta mtu anadili na makontena sana, anasafirisha kwenda wapi, biashara hizo kubwa. Kwa hiyo sasa unapata pesa nyingi. Kwa hiyo baada ya kupata zile pesa nyingi, haiba yako ikoje? Kwa hiyo sasa hiyo haiba ndio ile ambayo inaweza ikapelekea sasa, yani hizo pesa ulizo nazo zivute nyingine au ziondoke. Okay. Kwa hiyo si kweli kwamba pesa zinafuata pesa. Pesa zinafuata pesa baada ya, lakini sio kwamba tu ukiweza ukarithi pesa na wala usiwe na pesa. Kuna ukweli kiasi gani kwenye hili hali ya kwamba kuna watu wanasema ukitaka pesa unahitaji kuwa na ile positive mind, fanya meditation, sema siji pesa zinanipenda, pesa nipo karibu na, yani ni kweli mtu akifanya hivyo anaweza akapata pesa? Yani vyovyote vile mtu alivyo leo ni zao la fikra zake za jana na juzi. Sawa? Na chochote kile ambacho anakuwa kinamtokezea mtu ni kutokana na yeye mwenyewe jinsi gani ambavyo anakuwa anawaza. Yani awazavyo mtu ndivyo alivyo. Kwa hiyo sasa yule ambaye ana pesa ni kwamba yani amekuwa akiwaza pesa. Na unatakiwa utengeneze picha kabisa humo ndani ya ubongo wako. Kwa hiyo kama hapo umeniambia unahitaji bilioni 100. Kwa hiyo sasa kama unahitaji bilioni 1, inabidi uanze kujihisi kwamba wewe umekuwa na hizo bilioni 1. Sawa na kuanza kujihisi kuwa na hizo bilioni 1, inabidi yani lazima kwanza uwaze. Na baada ya kuwaza unatakiwa utengeneze picha ndani ya akili yako. Sawa? Kwa hiyo sasa katika kutengeneza picha ndani ya akili yako, kwa hiyo yani kuna wakati unatakiwa yani unajihisi kwamba mimi nimeshakuwa hizo bilionea, kwamba hizo pesa unazo. Kuna milionea, kuna bilionea, kuna trilionea. Kwa hiyo hapo wewe unazungumzia bilionea. Kwa hiyo sasa wewe unatakiwa uanze kujihisi kwamba nimeshakuwa bilionea. Kwa hiyo ukishaanza kujihisi kwamba umekuwa bilionea, halafu yake yatakuja mawazo na fikra utakavyofikiri, ambapo wewe zitakwenda sasa ziende zikafungua hizo njia. Zitakapofungua hizo njia, na utakuta tu vitu vinaanza kuwa rahisi. Sawa? Sasa hilo umezungumza tu hapa kama unazungumza au ni seriously kwamba unalo. Kwa hiyo sasa inabidi yani wewe uanze kufikiria kibilionea. Kwa hiyo ni hakika kabisa yani unavyokuwa unawaza, na kama unataka kuvutia hizo pesa, inabidi lazima uanze kuwaza na uanze kutengeneza hiyo picha. Na katika kutengeneza hiyo picha tunasema visualization. Kwa hiyo sasa visualization ni kwamba yani unakuwa kama ukiwa umefumba macho hivi, sasa unakuwa unaanza kujiona wewe na huo bilionea unakuwa unaanza kuona. Unavuta hiyo picha. Kwa hiyo sasa unapokuwa unavuta hiyo picha, ndio utakuta yani vitu vinakuwa vinaanza kuja vyenyewe kimoja baada ya chingine. Ikiwa ni pamoja na vitu vingine kama kujinenea wewe mwenyewe. Mbele anasema jinenea leo mema. Kujitabiria. Kwa hiyo sasa unakujinenea nazo. Ni hatua ziko kama 13 hivi. Na zenyewe zina darasa. Na zenyewe zina darasa. Ni hatua 13. Nishindwe mimi. Ushindwe wewe. Kwa hiyo hiyo uliozungumza ni hatua moja ya visualization. Sawa? Kwa hiyo visualization wewe unakuwa unavuta picha. Na unapokuwa unavuta picha ndio sasa hizo pesa zitakuja. Kwa hiyo sio kwamba pesa hazipo, pesa zipo, zimezagaa nyingi sana. Nyingi sana. Sawa Isipokuwa watu wenyewe hawataki kuzichukua. Kwa hiyo wanapokuwa hawataki kuzichukua, mojawapo ni hilo, yaani mtu anavutia kile anachokuwa anakiwaza. Kwa hiyo anavutia umasikini kwa sababu anakuwa anawazia umasikini. Anavutia kushindwa. Na ukibadilisha namna unavyofikiri, ndivyo hivyo na namna ambavyo yani utakuta ni njia za kuleta pesa zinakuja. Kabisa. Upo Irene? Nipo. Sijui hapo nimekutosheleza. Aya, tuongelee jambo moja zaidi. Kwa sababu nimejikuta ninavutiwa zaidi na kuendelea kuongea.
kwenye kutafuta pesa, tunapata pesa tunatumia na nini, lakini mara nyingi yani hata kama nikijiongelea mimi naweza nikapata hela sasa hivi. Yes. Nikasema hii hela nataka nifanye hivi. Kama sitafanya labda ninunue hisa au nitafute nipeleke nyingine kikoba. Yeah. The rest iliyobaki kama niliplan hata kufanya ile hela haitakaa. Yaani sijajuaga na kuaga na shida gani mpaka muda mwingine nasemaga hii mikono yangu hii jamani. Yaani ni makosa gani ambayo tunafanya mpaka mtu anakuta baki na hela. Yaani unaweza kukuta umepata 500,000 sasa hivi. Kweli unaweza kupata 500,000 isimalize siku 2 mstakoma. Ndio nimekuambia kwamba yani pesa inaishi pale ambapo inakuwa inaheshimiwa na kuthaminiwa. Na kufuatiliwa taratibu zake, na pale ambapo haithaminiwi, haiheshimiwi na kufuatwa taratibu zake, ni kwamba hapo haitaweza kukaa. Sasa katika hayo masomo ni pamoja na kwamba uwe na mpango kabla ya kupata hiyo pesa. Sawa? Kwa hiyo sasa mtu hana mpango, yaani mpango unakuja baada ya kupata pesa. Leo nimekuwa nikimsikiliza mwalimu wangu Abdalla Ndele na akawa anaelezea ni kwa sababu gani ATM machine zinatanguliza kutoa kadi kabla ya pesa. Yani kabla ya pesa. Kama ingekuwa ATM inatoa pesa, unavyoona kwenye masuala mazima ya pesa, kwenye kukosea, sijui pesa ina jinsi ya kupata pesa, matumizi na nini, unavyoona ni wapi watu wengi tunakosea. Kini kwenye kila kitu kuhusiana na pesa na nini, ni wapi tunakosea mpaka hela zikai mikononi. Yani ukipata hela leo 200,000 imeisha. Ukipata 500,000 imeisha. Watu wanakosea kwenye matumizi, hawakosei kwenye utafutaji. Watu wana juhudi kubwa. Wengi wanafanya juhudi na wanapata pesa. Sawa eh? Lakini wanakosa mipango mizuri na nidhamu ya matumizi. Na tukipata pesa tunachanganyikiwa jinsi gani ya kutumia. Na ndio kama hivyo kwamba yani watu wakipata pesa wanakuwa wanachanganyikiwa. Na ndio pale ilipokuja kwamba kwenye ATM kama wangeamua kutoa pesa kwanza, kadi zile zingebaki pale kwenye ATM. Hiyo mwalimu wangu leo amezungumzia Abdalla Ndele, ambapo uhakika ni huo kwamba yani watu wanapokuwa wanapata pesa, wanapokuwa hawakuandaliwa. Sasa kuna elimu ambayo watu inabidi waipate, ambapo katika kuipata kama elimu ya malezi, tunapopata elimu ya malezi, kama hizi imani tunavyokuwa tunapata, na upande wa pesa nako vile vile kuna elimu ambayo mtu inabidi yani aipate. Kwa hiyo sasa anapokuwa anaipata ile elimu ndio inakuwa inamuandaa, na mtu anapokuwa sasa anapopata pesa kwa kupata ile elimu, ndipo pale ambapo anakuwa hawezi kuchanganyikiwa. Kwa sababu kwanza unapotafuta pesa lazima uwe na mpango, unatafuta pesa kwa ajili gani? Sasa watu wengi wanatafuta pesa lakini hawajui wanatafuta pesa kwa ajili gani. Wanajua tu kwamba ni kujitosheleza kwa haya mahitaji ya msingi. Lakini pesa sio tu kwamba ni mahitaji ya msingi. Ndani ya kila pesa ambayo kunakuwa mtu anapata kuna wajibu au financial obligation. Okay. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo mtu anakuwa anapaswa kuyajua. Sasa kila pesa ambayo anakuwa anapata mtu, kuna pesa ambayo sio ya kwake. Kuna pesa ambayo anatakiwa iweke mbegu. Na kuna pesa ambayo anatakiwa itumie kwa ajili ya kula. Watu, hata wewe Irene, unapokuwa umepata pesa unakuwa unaigawa mafungu kweli? Kwa sana unaweka. Sawa unaweka. Theoretically ninagawa. Practically I'm not. Lakini practical not. Sawa. Kwa hiyo hicho ndicho kitu kikubwa na ponde watu wengi wanapokuwa wanakosea. Kwa hiyo utakutia changamoto nyingi zinazokuwa zinakuja. Kwanza mtu anakuwa anafikiria yani kwamba yani kapata pesa na kesho atapata tena. Na kumbe kuna misimu vile vile. Kama ilivyo misimu ya mvua, ya kiangazi, kipupwe, masika. Kwa hiyo na katika utafutaji wa pesa nao au upatikanaji wa pesa nako kuna vipindi vile vile. Kwa hiyo sasa katika hivyo vipindi ndio pale ambapo pesa unaokuwa unapata unatakiwa lazima uweke mbegu. Kwa hiyo hiyo mbegu unaiweka wapi? Ndio hayo ambayo mtu inabidi yani aweze kuyajua, lakini vile vile kwamba tunatumia tu, lakini na hayo matumizi yenyewe nayo ndio sawa. Unakuja sikukuu hapa, sikukuu ni siku moja tu. Ndio. Lakini kuna mtu anataka atumie ambacho anachotaka kutumia
ni kingi kuliko ni kipato chake. Sawa. Kwa hiyo kwa furaha ya siku moja unamkuta yani mtu anataka pale atumie pesa ambacho ni kipato cha mwezi nzima, ilikuwa ni bajeti ya mwezi nzima. Sasa ndio hivyo vitu ambavyo vinakuwa vinatakiwa yani mtu aweze kujifunza ili aweze kujua, na baada ya kujua atekeleze, baadaye utakutia yani hana tatizo la kifedha. Watanzania wengi sio kwamba wana tatizo la pesa. Hawana tatizo la pesa, wana tatizo la elimu ya fedha. Elimu ya fedha. Leo tumekuwa na siku nzuri. Kipindi kimeenda, natamani tuendelee lakini muda ndo shida. Ila ninatumai tutakuwa tunaendelea kutoa elimu. Labda kwa sasa hivi Mr. Kombo, mtu akitaka labda kupata madarasa, apate elimu ya pesa, anapataje? Mimi jina langu la kwenye mitandao ya kijamii natumia Mr. Menyu TZ Instagram. Lishe Faida upande wa TikTok au Mr. Menyu. Lakini upande wa Facebook napatikana kama Hassan Kombo. Okay. La X vile vile kwa jina la Lishe Faida. Kwa hiyo huko mimi naelimisha katika masuala ya kifedha, lakini vile vile tarehe 28 nitakuwa na uzinduzi wa kitabu changu kuweza kuwasaidia watu wanaotaka kujua jinsi gani ya kuweza kuvuka mstari wa hatari wa kifedha. Kwa hiyo tarehe 28 mwezi huu tutazindua pale Ngome. Sinza Hall. Kwa hiyo navyo vitabu vitatu ambacho kimoja kitatoka na chingine viwili vitatoka mwezi ujao. Okay. Kwa hiyo huko nimeandika mengi tu, na wanaotaka madarasa yangu na semina ambazo tunakuwa tunafundisha. Amina. Anayetaka mentorship. Kwa hiyo Mr. Menyu. Yes. Lishe Faida. Yeah. Nasikiaga mimi wa Lishe Faida. Yes. Lishe Faida. Leo tumekuwa na siku nzuri, ninakushukuru sana. Tumekuwa na kipindi kizuri. Tuko hapa pamoja, tumeongelea kuhusu pesa. Natumai atakayesikiliza podcast hii ataanza kufuatilia zaidi mafundisho yako. Ataendelea kufuatilia zaidi na kuweza kujifunza jinsi ya kuheshimu pesa, na mazungumzo yote marefu atayasikiliza. Karibu sana Duka Huru. Tumekuwa na siku nzuri na tumefurahi. Duka Huru, let's all win. Let's all win.